ambaye mpaka sasa bado hujamwandikisha mtoto wako kwa elimu awali pamoja na darasa la kwanza, hakika madirisha yetu yapo tayari kabisa kwa ajili ya kumpokea mtoto wako ili aweze kujiunga na elimu awali. Mtoto yeyote yule ambaye amefikisha umri wa miaka 5 anahitajika kwa ajili ya kuanza elimu awali, na mtoto mwenye umri wa miaka 6 anahitajika kwa ajili ya kuanza kwa ajili ya darasa la kwanza. Shime mzazi mlezi, hakikisha kipindi hiki kwa sasa unakwenda shuleni kwa ajili ya mtoto wako kuandikishwa. Hata wale watoto ambao wenye mahitaji maalum, yani walemavu, nao pia wanahitajika kwa ajili ya kuandikishwa kwa ajili ya kutimiza katika ndoto zao. Lakini wapo ambao wamekosa fursa ya kujiunga na mfumo wetu huu rasmi, watoto ambao wametimiza miaka kuanzia 9 mpaka 12, wao wapo katika elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Shime, nenda kajiandikishe kwa ajili ya MEMKWA. Shule zetu zipo wazi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapokelewa na kuanza katika masomo husika. Lakini wapo wale watoto ambao wamehitimu darasa la 7 na kufaulu katika shule zetu za sekondari. Tunaendelea kuwakumbusha kwamba fomu za kujiunga na kidato cha kwanza zinatolewa. Hivyo basi, wewe mzazi mlezi, hakikisha mtoto wako anapata wasaa wa kwenda kuchukua fomu hizo tayari kabisa kwa ajili ya kujiunga na kidato cha kwanza. Shime mzazi, unaisikia tangazo hili, mjulishe na mwengineo, ili watoto siku ya tarehe 13 Januari mwaka 2026 watoto wote wa Kitanzania wawepo darasani kwa ajili ya masomo. Tangazo, tangazo, tangazo. Naitwa Mwalimu Fidel Sigingi, afisa elimu kanda namba 6. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo na kwa mwaka huu mpya ambao tumeuanza. Niwatakia kila laheri kwa mwaka huu 2026. Kanda namba 6, leo tulikuwa na kampeni ya kuhamasisha wazazi kuhusu uandikishaji wa elimu awali, elimu msingi, na pia kuwakumbusha wazazi kwa watoto wao waliochaguliwa kujiunga kidato cha kwanza kuhakikisha kuwa ifikapo tarehe 13 watoto wote wanafika shuleni. Pia tumepita katika sehemu mbalimbali katika kanda hii. Kanda hii ina kata ya Mnadani, kata ya Miuji, kata ya Makutupora na kata ya Msalato. Kwa hiyo tumepita sehemu zote kuhamasisha wazazi na kuwakumbusha pia kujua wajibu wao wa kuwapeleka watoto hao shule. Tumehamasisha wazazi kujua kwamba mtoto anapofikisha miaka 5 anatakiwa aandikishwe elimu awali, na anapofikisha miaka 6 anatakiwa aende darasa la kwanza. Na pia kuwakumbusha wazazi kwa wale wanafunzi ambao wamechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, wasisubiri tu kukaa nyumbani. Muda huu ndio muda wa kuwasaidia watoto hawa kwa kuwatafutia mahitaji mbalimbali ili waweze kufanya nini, ili waweze kujiunga na shule ifikapo tarehe 13. Lengo letu ni ifikapo tarehe 13 kuhakikisha kuwa watoto wote wanakuwa shuleni. Lengo letu kubwa kama kanda namba 6 ni kuhakikisha kwamba wazazi wote wanakumbushwa, kipindi kilichobaki cha wiki moja, wazazi wote wanakumbushwa kuhakikisha wanatafutia watoto wao mahitaji muhimu mapema, ili inapofika tarehe 13 kila mtoto awe darasani, kusio tena kisingizio cha mzazi kuwa nyumbani na mtoto. Pia tumejaribu kuangalia kuhusu watoto wenye ulemavu. Watoto wenye ulemavu pia wana haki ya kupata elimu. Kwa hiyo tumejaribu kuhamasisha pia hilo, kwa sababu kuna tamaduni mbalimbali za wazazi, akiona na mtoto mwenye changamoto ya ulemavu anaona kwamba hana haki ya kupata elimu, lakini watoto hao pia wana haki ya kupata elimu katika shule mbalimbali, kwa sababu shule nyingi sasa hivi tumejenga miundombinu ambayo inamwezesha mtoto mwenye ulemavu pia kusoma. Mwisho kabisa, namshukuru meneja wa kanda namba 6 kwa ushirikiano walionipa wa kuniwezesha kuzunguka kanda yote, na pia namshukuru afisa elimu kanda mwenzangu wa kanda namba 4 kwa kuja na tumezunguka naye kuhakikisha kwamba tunahamasisha wazazi. Huko tulipopita wazazi wengi wameshukuru sana kwamba tumewakumbusha, ili kwa siku zilizobaki basi na wenyewe wawe na mwamko wa kuhakikisha kwamba wanatekeleza yale ambayo yanahitajika.